Dalili hatari za dharura wakati wa ujauzito. Video hii inaonyesha dalili hatari za dharura ambazo zinaweza kuashiria matatizo wakati wa ujauzito. Ni muhimu kuwa mwangalifu kwa ishara hizi na kutunza afya yako mwenyewe. Ikiwa una maswali yoyote au wasiwasi, wasiliana na mtoa huduma anayekusaidia katika ujauzito wako. Katika video hii, tutamuita mtu huyu mtoa huduma wa ujauzito. Kila mara itisha mkalimani ikiwa unamhitaji. Kwanza, tutaeleza dalili hatari za dharura za ujauzito zinazoweza kutokea wakati wa ujauzito na kukuelezea maana yake. Video hii haikusudii kukutia wasiwasi, bali ni kukupa maarifa ya kujua wakati wa kutafuta msaada. Hebu tupitie dalili hizi hatari. Maumivu ya kichwa yasiyoisha au yanayozidi kuwa mabaya baada ya muda. Maumivu ya kichwa yasiyoisha au yanayozidi kuwa mabaya baada ya muda. Huenda ukahisi haya ndiyo maumivu mabaya zaidi ya kichwa maishani mwako. Huendelea hata baada ya kutumia dawa au kuongeza kiasi cha maji unayokunywa. Pia yanaweza kuanza mara moja kisha maumivu yakakithiri. Maumivu haya pia huenda yakaambatana na tatizo la kutoona vizuri na kizunguzungu. Kizunguzungu au kupoteza fahamu. Ukipatwa na kizunguzungu au kupoteza fahamu, unaweza kuzirahi. Unaweza pia kuwa na kizunguzungu na kisulisuli kinayoendelea au unaotokea na kupoa kwa siku nyingi. Mabadiliko ya uwezo wako wa kuona. Mabadiliko kama vile kuona miale ya mwanga, madoa yaliyong'aa au sehemu ambazo huoni kabisa. Unaweza pia kupoteza uwezo wa kuona kwa muda mfupi. Kuona kwako kunaweza kuwa na ukungu, ugumu wa kukaza macho, au unaweza kuona vitu viwili. Homa. Homa ni joto la nyuzi joto 100.4 Fahrenheit au 38 Celsius au zaidi. Matatizo ya kupumua. Unaweza hisi hupati pumzi ya kutosha ghafla au baada ya muda, kana kwamba huwezi kupata hewa ya kutosha kwenye mapafu yako. Koo au kifua chako kinaweza kuhisi kubanwa. Unaweza kupata matatizo ya kupumua unapolala chali au kifudifudi, kama vile wahitaji kuegemeza kichwa chako kwenye mito ili upate kulala. Maumivu ya kifua au moyo kupiga kwa kasi. Maumivu ya kifua yanaweza kutokana na hisi ya kubanwa au shinikizo katika kifua chako. Maumivu hayo yanaweza pia kusambaa hadi kwenye mgongo, shingo au mkono wako. Ikiwa una mabadiliko katika mapigo ya moyo kama vile mapigo ya haraka au mapigo makali kifuani, unapaswa kumpigia simu mhuduma wako wa ujauzito. Mapigo yako ya moyo yanaweza kuhisiwa kama yanaruka mapigo fulani. Unaweza kuhisi kizunguzungu, kupoteza fahamu au kuchanganyikiwa. Unaweza kupata shida ya kupata pumzi na ikawa vigumu kuzungumza na kupumua kwa wakati mmoja. Maumivu makali ya tumbo yasiyoisha. Maumivu ya tumbo ambayo hayaishi. Yanaweza kuwa makali, ya kuchoma au maumivu kama ya hedhi. Maumivu yako ya tumbo yanaweza kuanza ghafla au yanaweza kuwa mabaya zaidi kadri muda unavyosonga. Unaweza pia kupata maumivu makali ya kifua, bega au mgongo pamoja na maumivu ya tumbo. Kichefuchefu kikali na kutapika kisicho kama kichefuchefu cha kawaida katika ujauzito.
Kichefuchefu kikali na kutapika si sawa na kichefuchefu cha kawaida katika ujauzito. Kichefuchefu hiki ni kikali zaidi na kinakuwa dalili hatari ikiwa huwezi kunywa kwa zaidi ya masaa 8 au huwezi kula kwa zaidi ya masaa 24. Ikiwa pia midomo yako imekauka, una maumivu ya kichwa, kuchanganyikiwa, homa na kizunguzungu, hizi ni sababu za kutafuta usaidizi wa kimatibabu. Kusita au kupungua kwa kucheza kwa mtoto wako tumboni. Unaweza kuhisi mtoto wako ameacha kucheza au anacheza kidogo kuliko hapo awali. Mabadiliko katika miondoko ya mtoto wako ndilo jambo muhimu kutambua. Kutokwa na damu kwenye uke au kuvuja majimaji wakati wa ujauzito. Ikiwa unatokwa na damu yoyote kwenye uke wako ambayo ni zaidi ya au ni sawa na kiasi cha wakati wa hedhi, hii ni sababu ya kumpigia simu mhudumu wako. Ikiwa majimaji yoyote yanavuja kutoka ukeni au utoko unaonuka vibaya, unapaswa kuwasiliana na ofisi ya mhudumu. Kuvimba, wekundu au maumivu ya mguu wako. Ikiwa wakati wowote ukiwa mjamzito utapata uvimbe, maumivu au mguu wako utakuwa na wororo, hii huenda ikawa dalili ya hatari. Uvimbe au maumivu haya kwa kawaida huwa kwenye sehemu ya chini ya mguu na kwenye mguu mmoja tu. Mguu unaweza kuuma au ukakosa kuuma unapoguswa. Unaweza kuumwa unapoinua mguu wako ili kusimama au kutembea. Sehemu yenye maumivu huenda ikawa nyekundu, yenye uvimbe na ikawa na joto inapoguswa. Hali hii pia inaweza kutokea katika mojawapo ya mikono yako. Uvimbe uliokithiri kwa mikono au uso wako. Uvimbe kwenye mikono yako unaofanya iwe vigumu kukunja vidole au kuvaa pete. Uvimbe wa uso unaofanya iwe vigumu kufunga macho yako kabisa. Macho yako yanaonekana na kuhisi yamevimba. Uvimbe huu si ule uvimbe mdogo wa kawaida ambao watu wengi hupata wakati wa ujauzito, bali ni mkali zaidi. Baadhi ya dalili hizi zinaweza kumaanisha kuwa una tatizo fulani maalum wakati wa ujauzito. Dalili hatari kama vile kichwa kuwanga, mabadiliko ya kuona, kizunguzungu au kupoteza fahamu, uvimbe uliokithiri, matatizo ya kupumua au maumivu makali ya tumbo yasiyoisha huenda zikaashiria ugonjwa wa shinikizo la juu la damu unaoitwa pre-eclampsia. Ishara za hatari kama vile kulowesha kisodo kimoja kila saa kwa muda wa masaa 2, kutoa mabonge ya damu yenye ukubwa wa yai, kizunguzungu au kuzirai, huenda zikawa dalili za kuvuja damu kwa wingi baada ya kujifungua. Ishara za hatari kama vile kizunguzungu au kuzirahi, maumivu ya kifua au mapigo ya moyo kwa kasi, shida ya kupumua au uchovu uliokithiri zinaweza kuwa ishara ya ugonjwa wa moyo. Baadhi ya watu hupata mabadiliko ya hisia wakati wa ujauzito. Dalili hatari kama vile hisia za huzuni iliyokithiri, kukata tamaa, wasiwasi mkubwa, kuhisi kukosa mwelekeo au kutofahamu uhalisia huenda zikawa ishara za tatizo la afya ya akili mwishoni mwa ujauzito au pindi tu baada ya kujifungua.
Matumizi ya vileo na dawa wakati wa ujauzito, ikiwa ni pamoja na tobako, bangi, pombe, dawa ambazo hazikuagiziwa na daktari, dawa za kulevya au dawa za maumivu, zinaweza kuwa na athari kwa afya yako na afya ya mtoto wako. Kuna rasilimali nyingi na matibabu tofauti tofauti yaliyopo wakati na baada ya ujauzito. Hatari ya kuzidisha kiasi cha dawa kwa bahati mbaya ni mkubwa zaidi kwa watu ambao wamepata mtoto katika mwaka uliopita na kurejea kwenye matumizi ya dawa hizo. Ikiwa unapitia dalili au hali yoyote kati ya hizi, wasiliana na mhudumu wako wa ujauzito na upate msaada mara moja. Ikiwa huwezi kumpata mhudumu wako, nenda kwenye chumba cha magonjwa ya dharura. Waambie wafanyikazi wa idara ya dharura kwamba wewe ni mjamzito, huku ukiomba huduma za matibabu. Kumbuka, dalili na ishara zilizoelezewa katika video hii ni matatizo makubwa ya kiafya wakati wa ujauzito. Hazipaswi kupuuzwa. Lengo la video hii si kukutia wasiwasi, bali ni kukupa maarifa ya kujua wakati wa kutafuta usaidizi.